life to us. alete neno la uhai kwetu. Na naamini kwamba tunaenda kubarikiwa. We put our hands together. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is great. God is great. Mungu ni mwema. प्रभु महान है. God is great. Mungu ni mkuu. Amen. 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 आज के दिन में परमेश्वर आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आया है. Today God has brought me in front of you all. Mungu amenileta mbele yenu. और इसका जो जरिया बने बिशप करंजा साहब. For this, the medium is Bishop Karanja. मैं अपने हृदय की गहराई से बिशप साहब को धन्यवाद देता हूँ. I would like to thank Bishop from my bottom of my heart. Ningependa kumshukuru bishop wetu kutoka kilindini cha mioyo yetu. क्योंकि परमेश्वर ने उनके जरिए मुझे आप लोगों तक लेकर आए. Because God has brought me here because of Him. Kwa sababu Mungu amenileta mahali hapa kwa sababu yake. हालेलुया. Hallelujah. आइए आप लोग एक वचन को पढ़ेंगे. Today we are going to read one word. Leo tunaenda kusoma neno la Mungu. मैथ्यू रचित सुसमाचार chapter 4. The book of Matthew, chapter 4, Kitabu ya Mathayo 13, 14, 15. verse 13, 14 and 15. नाज़रेत और ज़बूलून नप्तली देश के बीच में से In the city of Nazareth, Zebulun and Naphtali, वहां से वो कफरनहूम के अंदर आकर वास किया. and he traveled to Capernaum. Matthew 4, Matthew 4, 13, 13, 14, 15. 15. Mathayo 4:14 na 15. Maandiko inasema ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आप लोग बैठ सकते हैं. You all can sit. unaweza keti. पिछले 2 दिन हम लोग नैरोबी उतिरू के अंदर परमेश्वर का वचन को बांट रहे थे. And in the last 2 days, we were studying the word in Uteri, Nairobi. Kwa siku mbili zilizopita tulikuwa tuna Uteri, Nairobi. hoteli Nairobi. और बहुत सारे पास्टर लोग वहाँ मीटिंग में आए थे. And among us, there were many pastors who attended the meeting. Tulikuwa na mapasta wengi kule kwa conference ama meeting. पास्टर आप लोगों को वहाँ मीटिंग कैसा लगा? How was the meeting over the pastors? Kulikuwa aje huko ilikuwa mapasta? Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. यहाँ हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में उतर कर आ रहा है. And here we see in the word of God that God has come in between the Gentiles. God has come between the Gentiles. Mungu alikuja kati ya Gentiles. Gentiles na nani? Mataifa. Mungu alikuja kati ya mataifa. हालेलुया. Hallelujah. Haleluya. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि शास्त्र लेख कहता है जो लोग अंधकार में थे, Because the word of God says the people who were in darkness, Neno la Mungu linasema watu walio kwenye giza और मरण के अंधकार में थे, and those that were dead in अंधकार के अंदर जो लोग थे वे लोग बड़ा ज्योति को देखे. and the people who were in darkness saw great light. Watu ambao kwa giza wameona mwangaza kuu.
और मरण के अंधकार के अंदर रहने वालों के बीच में वो प्रकाश उदय हुआ। And the people who are dead and who are in darkness, the light shined. हालेलुया। Wenye kwenye giza mwangaza umewaangazia. ये वचन, ये कौन सा वचन है? And what is this word? इसके बारे में आप देखेंगे यशायाह 9th chapter के अंदर आपको आना पड़ेगा। When we see this in Isaiah 9th chapter, Tunapoangalia Isaia 9 के अंदर in the book of Isaiah chapter 9, वहाँ Isaia mlango wa 9 यशायाह भविष्यवाणी करता है। and Isaiah prophesies. na Isaia akatabiri. पहला वचन को पढ़िए। The first verse it says, First and second। the first verse and the second verse it says, Mstari wa kwanza na wa pili nasema, nevertheless the dimness shall not be such as was in the last nation. And when the first he light afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflicted her by the way of the sea beyond Jordan in Galilee of the nations. mstari wa mlango wa 9 mstari wa kwanza nasema, lakini yeye aliyekuwa katika mji hatakosa changamko. Hapo mwaka kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa utukufu karibu na njia ya bahari, ng'ombe ya Yordani, Galilea ya mataifa. What second? The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Mstari wa pili nasema, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imemwangaza. Amen। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आपने मैथ्यू में वचन पढ़ने के लिए सुना था। When we read the word in Matthew, Tunaposoma neno katika Mathayo, प्रभु यीशु मसीह वो अन्य जातियों के बीच में से आ रहा। and Jesus Christ he was traveling in between the Gentiles. na Yesu alikuwa akitembea. क्यों? Why? कारण क्या है? What is the reason? Kwa nini? Kwa kusudi gani? वो इस्राएलियों के बीच में आया And he came in between Israelites, Alikuja kati ya Waisraeli और इस्राएली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया, and the Israelites did not accept him. na wao Wanaisraeli hawakumpokea, क्योंकि शास्त्र ले कहता है Because the word of God says, kwa sababu neno la Mungu linasema, John 1st chapter John 1st chapter, Yohana mlango wa 4 11th word, 11th verse. Yohana mlango wa 4 mstari wa 11. He came unto his own, and his own received him not. Amen। Naye nasema hivi, alikuja kwa yule Mathayo chapter What? John 1. John 1:11. John 1:11 nasema ya kwamba alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Amen। Amen. वो अपने खुद के लोगों के बीच में आया, And he came in between his own people. Alikuja kwa watu wake, क्योंकि शास्त्र ले कहता है Because the word of God says, वो sababu neno la Mungu वो nasema अपने लोगों के बीच में आया he came in between his own people, alikuja kati ya watu wake, और उसके लोग उसको स्वीकार नहीं किया। and his people received him not. na watu hawakumpokea yeye. हालेलुया। Hallelujah. Haleluya. रोमियो का किताब 9वां अध्याय 5वां वचन, In Romans Katika Warumi 9th chapter 5th verse it says, mlango wa 9 mstari wa 5, Romans 5, Romans 9, 9 chapter 5, Warumi 9 mstari wa 5, whose are the fathers, and of whose as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever. Amen. ambao mababu ni wao, na katika hao walitoka Kristo
alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenyewe kumilikiwa milele. Amen. Hallelujah. उनके उन्हीं के थे. And they were theirs. Sorry. They were of theirs. Na wako juu yao. और मसीह भी देह रूप में उनके बीच में पैदा हुआ. And Jesus also born in flesh. Na Yesu akazaliwa katika mwili. और उसके बाद में पौलुस लिखने का टाइम कहता है. And what does Paul writes? Na Paulo anatuambia nini ama ameandika nini? ये हमेशा हमेशा के लिए धन्य और सबसे ऊंचा परमेश्वर. आमेन. And he says he is forever blessed God and forever he is a living God. Na inatuambia ya kwamba yeye ndiye mkuu wa milele na ndiye Baba wetu. ये दुनिया अंधकार के अंदर था. And this world was in darkness. Na ulimwengu ulikuwa katika giza. किस प्रकार का अंधकार? And this type of darkness, Na giza ya aina gani? पाप का अंधकार से भरा हुआ था. and it was full of sin and darkness. Na giza hiyo ni dhambi ambao walikuwa ndani yake. हालेलुया. Hallelujah. Genesis Hallelujah. chapter 1. In Genesis chapter 1, Mwanzo mlango wa kwanza, First and second word. mstari wa kwanza na wa pili. in the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Inasema hapo mlango wa kwanza mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. आप गौर से सुनेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारी बातें परमेश्वर रिवील करके देगा. And when you listen carefully, God will reveal many things out of these two verses. यहाँ शास्त्र Unaposikiza vizuri, Mungu atafungua mambo mengi kwa mstari hii miwili. यहाँ शास्त्र में कहता है आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया. And the word of God says, in the beginning God created the heaven and the earth. Na neno la Mungu nasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. और सेकंड वर्ड में कहता है धरती बेडोल था. And in the second verse it says, the earth was without form and void. Pili unasema ya kwamba dunia haikuwa na muundo wake, haikuwa na kitu. आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे परमेश्वर आपको टच करेगा. And if you listen carefully, the Lord will touch you. Na unaposikiza vizuri, The Lord will touch you. Touch you. Mungu atongoze. हालेलुया. Hallelujah. यहाँ शास्त्र में कहता है वो बेडोल था. And the word of God says it was without form and void. Na neno la Mungu nasema mbingu haikuwa, ilikuwa utupu, ilikuwa giza imekaa juu yake. और उसके बाद में लिखता है गहराई के ऊपर अंधियारा था. And it says there was darkness upon the deep. Na inasema ya kwamba giza ilikuwa juu yake. हालेलुया. Hallelujah. और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था. And the Spirit of God was moving upon the face of the waters. Na Roho wa Mungu alikuwa akitamalaki juu ya maji. Amen. Amen. हालेलुया. Haleluya. हालेलुया. Haleluya. हम शास्त्र लेख में कहते हैं परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया वो सारे चीज अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. And the word of God says, whatever God has created, it is good, it is good, and it is good. Na neno la Mungu nasema kile Mungu aliumba ni kizuri, ilikuwa nzuri sana. हालेलुया. हालेलुया. वो फिर यहाँ धरती बेडोल कैसा हो गया. And so, here we can see the earth was without form and void. Na tunaona hapo ya kwamba dunia na ulimwengu haikuwa na muundo, ilikuwa tupu. अपना परमेश्वर ज्योति है. And our God is light. Na Mungu ni mwangaza. तो फिर यहाँ darkness कैसा आया. And how did darkness come here? Na tunaona giza ilikuwa hapo. और जल के ऊपर अंधियारा कैसा आया. And how does
on the waters. na tunaona ya kwamba giza pia ilikuwa juu ya maji. पहला ये धरती जो है In the aforetime, this world was किधर था? Na katika ukamilifu wa neno lake where it was. Mungu alikuwa, किधर था? Where it was. Mungu alikuwa. हालेलुया। Hallelujah. धरती किधर था? Where was the world? Neno lilikuwa wapi? भजन संगीत In Psalms Zaburi 136 136, 126 verse 6 verse 6. mstari wa 6, आपको पता चलेगा ये जमीन किधर था? And you will understand where was this earth. na tutaweza kuona ulimwengu ulikuwa wapi. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. 126 verse 6. 136. 136 136 Zaburi 136 mstari wa 6 anasema, yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. हालेलुया। Hallelujah. Haleluya. आपको ये वचन में से कुछ समझ में आया? Do you understand anything from this verse? Unaelewa vile hili neno nasema? यहाँ शास्त्र ले कहता है Here the word of God says, Tunaona vile neno nasema, पानियों के ऊपर धरती को फैलाया, उसकी स्तुति करो। for above the waters, God has stretched the earth, for his mercy endureth forever. juu ya maji tunaona wakuu wa Mungu, fadhili za Mungu. हालेलुया। हालेलुया। तो पहला ये धरती किधर था? Where was this earth before? ये Kabla dunia iumbwe wa Mungu ilikuwa पानी के ऊपर था। It was above the water. ilikuwa juu ya maji. Amen. लेकिन जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर वर्स सेकंड में ये धरती किधर चला गया? And in Genesis 1st chapter, verse 2, what it says, Katika mwanzo wa mlango wa kwanza mstari wa kwanza na wa pili nasema, आप धरती पानी के अंदर चला गया। and the earth was below the waters. na inatuambia nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, giza ilikaa juu ya maji. हालेलुया। 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 पानी के ऊपर जो धरती था वो पानी के अंदर में से चला गया। And the earth which was above the waters, how it came under the waters. Na dunia ilikuwa juu ya maji, ilikujaje chini ya maji? हालेलुया। Hallelujah. अपना परमेश्वर ज्योति है। Our God is light. Mungu wetu ni mwangaza. तो फिर उधर अंधकार कैसा आया? Then how did the darkness came there? ये बाइबल Na kwa sasa giza ilikujaje? के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। And in this Bible, there are many secrets. Na katika Biblia kuna masiri nyingi sana. हालेलुया। Haleluya. हालेलुया। 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 हम सबको मालूम है परमेश्वर देवदूतों को निर्माण किया। And we all know that God has created angels. Na tunajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa zamani. Amen। Amen. हालेलुया। Amen. हम हमेशा देवदूत लोग परमेश्वर के साथ में रहते हैं। And always the angels are always with God. Amen। Amen. हालेलुया। God. Na malaika wako pamoja na Mungu. हमेशा देवदूत लोग प्रभु के साथ में रहते हैं। And always the angels are with God. Na malaika wako pamoja na Mungu. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। Because our God is a God that dwells in praises. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anakaa katika kila bahari. अब ये देवदूत लोग प्रभु को हमेशा वर्शिप करते थे। And these angels always worship God. Na malaika pia wanaabudu Mungu. जब परमेश्वर ने इस धरती को निर्माण किया, And when God created this world इस Na धरती Mungu को akatengeneza dunia. पानी के ऊपर रखा था। and has kept the earth above the water, Na ameweka ulimwengu ama dunia juu ya maji. तो उस धरती के अंदर बहुत बड़े-बड़े जानवर थी। and there were many animals in this earth. Na tunajua ya kwamba kuna wanyama wengi katika dunia hii. हालेलुया। Hallelujah. जैसे कि डायनासोर, Just as dinosaurs Kama ile tunasikia inaitwa dinosaur. बहुत बड़े-बड़े जानवर। and big
big animals. na wanyama wakuu na wakubwa. और इन जानवरों को संभालने के लिए And to take care of these animals, Na yule alikuwa anaangalia hao wanyama, परमेश्वर ने लूसीफर को ये धरती में रखा। and God has kept Lucifer to take care of these animals. na Mungu alikuwa ameweka shetani ama Lucifer kuangalia hao wanyama. Amen. हालेलुया हालेलुया। Amen. ऐसा का किताब 14वां अध्याय And the book of Isaiah, 14th chapter, उसमें Isaia 40 12 और 13 को पढ़ेंगे and when we read 12th and 13th verse, and 14 and 15th verse, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Isaia 13 verse 14, chapter 14 verse 12 to 14 12 to 14, chapter 13, 14. chapter 14 mstari wa 12 na 13 unasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyotoka, jinsi ulivyotakwa katwa kabisa, ewe angusha mataifa. Mstari wa 13, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya milima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Amen. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ बाइबल के अंदर लिखता है लूसीफर के बारे में And here, the word of God says about Lucifer. Na hapa neno la Mungu linatuambia juu ya shetani ama huyo Lucifer. वो सारा कारोबार को भूमि में वो देखभाल कर रहा था And he was taking care of everything on this earth. Alikuwa amepewa mamlaka juu ya kila kitu. ऐसे उनके बीच में चलते And while walking among them, Na alipokuwa akitembea katika mamlaka aliyokuwa amepewa, इसके मन में भी ऐसा विचार आया and his mind, a thought came in his mind, na fikira ikakuja katika mawazo yake, मैं भी परमेश्वर से कम नहीं है and I am also not less than God. na hata mimi akajiangalia akasema, hata mimi sio chini ya Mungu, परमेश्वर ऊपर राज कर रहा है And God reads above, na akaona kwamba Mungu anapoishi juu और मैं नीचे राज कर रहा हूँ and I am reading down. na mimi niko chini. हालेलुया हालेलुया। तो उसके मन में घमंड आया And in his mind there was pride. Na tunaona ni akapata hiyo pride, akapata hiyo kuninga. हालेलुया Hallelujah. जब उसके मन में घमंड आया And in his mind there was pride. तो Katika moyo wake kukaa na wewe kuninga na kujiona, वो बोला मैं भी परमेश्वर से कम नहीं है And I'm also not less than God. na akaona hata yeye hafai kuwa chini ya Mungu, मैं ऊपर जाऊंगा I will go above. na akasema nitaenda juu, हालेलुया nitaingia juu. परमेश्वर के सामने उस उत्तर दिशा में बैठूंगा And I will sit on the northern side of God. Na nitakaa juu kama vile Mungu amekaa. और जैसे दूत लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं वैसे ही वो लोग मुझे भी आराधना करें And just as the angels worship God, the same way that he will be exalted. Na kama vile malaika wanavyoabudu Mungu na kumuinua, pia hata yeye akaona hivyo. लेकिन परमेश्वर कहता है And the word of God says, Na neno la Mungu linasema परमेश्वर अपनी महिमा को दूसरे किसी और को देता नहीं है and God does not give his glory or the honor to others. na neno la Mungu linasema Mungu naye hapeani tukufu wake kwa mwingine. हालेलुया Haleluya. हालेलुया Haleluya. हालेलुया Haleluya. आराधना के योग्य परमेश्वर केवल
tunajua ya kwamba yule ambaye wa utukufu ni yule yule tu Mungu na ndiye yake peke yake. और उसका नाम है यीशु। And his name is Jesus. Na jina lake ni Yesu. और उसका नाम है यीशु। Na jina lake ni Yesu. हालेलुया। आप और मैं जितना यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, And you and I, how much we will lift up the name of Na Jesus, mimi na wewe ni maana ngapi tunainua jina la Yesu? उतना ही आशीष को हम प्रभु यीशु से पाएंगे। that's the blessings you will receive. Na sifa zote azichukue. हालेलुया। 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 आप लोग यहीं पर हैं। Are you on here? Are you on here? Sisi tumekuwa katika dunia. Amen. Amen. हालेलुया। 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 अब लूसीफर के अंदर ये कमंड आया, ये दूत लोग मुझे भी आराधना करना चाहिए। And the pride came in Lucifer that these angels should worship me. Na shetani akajiona na akapata hiyo maneno akasema hata mimi malaika waniabudu hata mimi kama Mungu. हालेलुया। Haleluya. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, And God said, Na Mungu akasema, शास्त्र ले कहता है, the word of God says, Mungu akasema वो ऊपर से गिराया गया है। and he was fallen from above. na akaangushwa kutoka juu. Amen। Amen. वो ऊपर से नीचे गिराया गया है। And he was thrown from above. Akaangushwa kutoka juu. Amen। Amen. परमेश्वर ने सारा चीज को अच्छा निर्माण करके रखा था। And God has created everything beautifully. Na Mungu akatengeneza na kaumba kitu chote vizuri. अब ये धरती पानी के ऊपर था। And this earth was above the water. Na ulimwengu na dunia ilikuwa juu ya maji. अब इसके अंदर कमर आने की वजह से And due to the pride that entered the mind of this Lucifer, Na kwa sababu ya kuulika na ulikuja juu ya shetani. परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे गिराया। and God has thrown Lucifer from above. Na Mungu akamshusha shetani kutoka juu. कोई भी पार्टी के अंदर से लीडर, And he was a leader in the party. Alikuwa kiongozi katika uongozi mmoja. अब वो उस पार्टी से जब बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं निकलता And है। when he come out of the party, Na he was not alipotoka katika hiyo sherehe वो अकेला नहीं निकलता। He never comes out alone. hakutoka peke yake. वो लीडर क्या करता, उसके साथ में कुछ एमएलए, एमपी, कुछ लोगों को लेकर वो बाहर निकलता। And he comes out with some people along with him. Alitoka pamoja na wengi wakifuata. हालेलुया। 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 तो अभी क्या हुआ, लूसीफर अकेला नीचे नहीं गिर रहा। And when Lucifer is not falling alone. Na shetani hakuanguka peke yake. हालेलुया। 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 तो वो नीचे गिरने के समय में When he was falling down, यहाँ Alipokuwa akianguka chini बुक ऑफ रेवलेशन the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo चैप्टर 12 chapter 12, mlango wa 12 वर्स 4 mstari wa 4. Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 4. and still drew the third part of the earth stars of heaven, and it cast them to earth, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as he was born. आमेन। Amen. Chapter 12 verse 4. हाँ Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi, na yule nyoka akasimama mbele ya yule mwanamke. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? What it is written over here, यहाँ बाइबल के अंदर क्या लिखा है? what is written in this book, Kwa vile tumeandikwa katika hili neno, ऊपर से नीचे गिरते समय and when he was falling from na there, wakati shetani alikuwa anaanguka, ये तिहाई को साथ में लेकर गिरा। and he took 1/3 of the part. na akachukua theluthi moja ya malaika ama ya huko mbinguni. हालेलुया। Na अब पानी के ऊपर धरती, And the earth was above the water, dunia ilikuwa juu ya maji.
maji और पूरा प्रकाश से भरा हुआ था, and it was full of light na kulikuwa na mwangaza, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वहां था। because the Spirit of God was kwa there. sababu Roho wa Mungu alikuwa juu huko. अब क्या हुआ? Now what happened? Na अब hiyo ilifanyika. लूसीफर और वो एक तिहाई जन को लेकर जब नीचे गिरा, And this Lucifer and with 1/3 of the angels fall down. Na wakati Lusifa wa shetani alianguka pamoja na malaika wake. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया, 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 हालेलुया। अब क्या हो गया? What happened now? ये लोग पृथ्वी के ऊपर गिरे। And they fell on the earth. Na kuanguka chini ya nchi. अब उनको प्रभु नीचे गिराने से पहले Before falling on the earth, Kabla ya anguke kwa nchi, परमेश्वर ने लाइट को उनके अंदर से निकाल दिया। and God has taken light out of them. na Mungu akatoa mwangaza juu yao, और लाइट निकलने के बाद क्या आ गया उधर? And what came after the light was removed? wakati mwangaza utolewa kwa shetani na juu yao, वहाँ अंधकार आ गया। And then came darkness. so giza ikaingia mwangaza ulipotolewa. हालेलुया, 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 हालेलुया। अब डार्कनेस के साथ ये सब लोग आकर जब धरती पे गिरे, And along with the darkness, when they fall on the earth, Na pamoja na giza alipokuwa akianguka chini, अब धरती किधर चला गया? now where is the earth went? पानी के na अंदर। pale walipoangukia And it went under the water. na akaangukia katika kwa maji. हालेलुया, Haleluya. क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? Are you able to understand this? Mnaelewa haya? मेरा बोलने का ये वचन आपको समझ में आ रहा है? Do you understand the word which I'm speaking? Mnaelewa ile maneno ninaongea? One of the mystery of God, परमेश्वर का ये गुप्त बातें हैं जो आज आपके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ। One of the mysteries that I'm speaking in front of you. Baadhi ya siri ambazo ninaongelea juu yenu ama mbele yenu. हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? Are you able to understand now? Mnaelewa sasa ama mtaelewa sasa? शैतान कौन है? Who is Satan? Shetani ni nani sasa? कौन है शैतान? Who is Satan? शैतान बनने के पहले क्या था? And what was he before being a Na Satan? alikuwa aje shetani kabla ya kuwa वो shetani? उसके पहले किसके साथ में था? And with whom he was? Na alikuwa na nani kabla ya kuanguka kwake? हालेलुया, Haleluya. Ezekiel 28 chapter, The book of Ezekiel Ezekiel 28 chapter, 28. Ezekiel 28. Ezekiel 28 chapter, इसमें तीसरा वचन को पढ़ना। And the third verse. Behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. यहाँ लूसीफर के बारे में लिखा है, Here it is written about Lucifer. Hata hapa Ezekiel 28 imeongea बोलता है कि वो shetani दानियल से भी ज्ञानी है And it says that he was wiser than Daniel. और na inasema yeye alikuwa mwerevu kuliko Danieli. उसके लिए छुपा हुआ बात कुछ भी नहीं There है was nothing hidden from him. Na hakuna chochote kilikuwa kimefichwa shetani. और उसको किधर रखा गया था? And where he was kept. Na pale ambapo alikuwa amekaa kabla ya kuanguka, 13th word में लिखता है, And it is written in the 13th verse. तो katika परमेश्वर mstari wa 13 inasema, तो परमेश्वर का बाग एदन में था And he was after God in Eden. na inasema katika mstari Ezekiel 28 और walikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. और 14th word में लिखता है, तू संरक्षण के लिए बनाया गया केरूब है। And you were created to worship God or to defend the. Yeye shetani alikuwa ameumbwa ili abudu Mungu, apende sifa Mungu. परमेश्वर के पवित्र पर्वत में तुझे रखा था And you were kept on the holy mountain of God. Na alikuwa amewekwa katika mlima mtakatifu wa और Mungu. अग्निमय पत्थर के बीच में तू टहल रहा था And you were midst of the stones of fire. Na alikuwa amewekwa juu ya mawe ya juu ama ya dhahabu. हालेलुया Hallelujah. हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं We are Christians. Sisi ni Wakristo. हमको
परमेश्वर के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। And you also should have the good knowledge of God. Na sisi tunahitaji kuwa na ufahamu mzuri wa Kristo. और शैतान के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। And you should have a good knowledge of Satan as well. Na pia tunahitaji kuwa na ufahamu mzuri wa shetani na तो ये watu wake. शैतान बनने के पहले क्या था? And before becoming Satan, who was he? ये Kabla tuone shetani alikuwa ये nani? परमेश्वर का कैरूब था And he was a cherub of God. Na alikuwa mtakatifu wa Mungu. और परमेश्वर का कारोबार को संभालने वाला था। And he was the one who was to take care of everything. Na tunaona alikuwa anaangalia mambo yote ya Mungu. और जब इसके अंदर वो घमंड आया, And when the pride entered his mind, Na kile kiliingia katika fikra yake ni kujiona yeye ndiye और Mungu. कहने लगा, मैं भी ऊपर जाऊंगा और मेरा भी आराधना होना and चाहिए। he thought, I will also go above, and I will also should be worshipped. Na akaona akajiambia katika fikra yake, hata mimi nitainuka nitaabudiwa kama Mungu. तभी परमेश्वर ने उसको किक आउट किया। And then at that moment, God kicked out him. Na tunaona wakati huo Mungu akamgonga atoke kwake. हालेलुया। Hallelujah. उसका प्रकाश उसके अंदर से निकाला गया। And the light was taken out of him. Na mwangaza ukatolewa juu yake. अब वो जब ऊपर से नीचे आया, And when he was thrown from above down, Na alipotupwa chini kutoka juu, काला चादर के मानिंद पूरा दुनिया में अंधकार छा गया। and like a cloud of darkness, it was upon the earth. na wakati alitupwa kutoka juu, naye dunia ikajaa giza. हालेलुया। 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 Hallelujah. क्या आप लोग आनंदित हैं इस वचन से? Are you happy with this verse? Unafurahia neno hili? हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। शैतान बनने से पहले वो देवदूत था। Before the Satan began, Satan, he was the angel of God. Kabla shetani awe shetani, alikuwa malaika wa Mungu, अब परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। But God has thrown him on the ground. na alipotupwa chini katika अब ulimwengu, वो डार्कनेस बन गया। Now he has become darkness. na akajaa giza tupu. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज पूरा दुनिया के अंदर डार्कनेस है। And in this whole earth there is darkness. Na popote anatembea ama anatawala ni giza tupu. हालेलुया। 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 पूरा दुनिया के अंदर डार्कनेस है। This earth is full of darkness. Na hata tunaona pia ametawala katika giza. लेकिन उनके बच्चों के बीच में प्रकाश In है। the midst of the children there is light. Na katika kati ya watoto wa Mungu kuna mwangaza. Amen. हालेलुया। हालेलुया। आप लोग दिखने में डार्क है। You are dark in appearance. Kuna giza katika maisha yenu. We are dark in appearance. हम सब लोग डार्क है। We are all dark. Hatuna giza sisi. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर ब्राइटनेस है। Darkness in us. Kuna mwangaza ndani yetu. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर जीसस आता है, In whom Jesus comes, Wakati Yesu anapokuja, उसके अंदर ज्योति को लेकर आता है। brings light in him. anatoa mwangaza. उसके अंदर सामर्थ को लेकर आता है। Powers in him. Analeta nguvu unaweza. हालेलुया। 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 Amen. हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर हमारे अंदर जब आते हैं, When God comes in us, Wakati Mungu anakuja kati yetu, हमारे जीवन को वो बदल देता है। changes our life. anabadilisha maisha yetu. हालेलुया। 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 हो सकता है पहला शराब पीने वाला होगा, And might be you are not been before. Pengine wewe ulikuwa na giza mbele. हो सकता है शराब के पहले ड्रग्स लेने वाला होगा, किताब के पहले ड्रग्स लेने वाला होगा। Might be before the salvation you might have taken drugs. आप Na pengine hata kabla ya ibada ianze kuna dawa ulichukua au ulikunywa. आप परमेश्वर से दूर रहने के समय में ये सब काम करते थे। And when you are far from God, you did all these works. हालेलुया। Mbali na Mungu tuko kama tuko na giza. हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आया, And when God entered your life, जब
yoyote. हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर वो छुटकारा देता है। And God sent His word and delivers you. Na Mungu ametuma neno lake kwako. Amen. हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो धार्मिकता का सूरज है। And our God is the light of the righteousness. Na Mungu wetu ni mwangaza wa utakatifu. हालेलुया हालेलुया। Book of Malachi chapter 4. Kitabu cha Malaki Malachi chapter 4, mlango wa 4 First and second verse. the first and the second verse. For behold, the day cometh that the burn as an oven, and all the proud ear, and all that are wickedly shall be stubbled, and the day that cometh shall burn them up. Said the Lord of hosts, that it shall leave them whither the root not branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise, will heal the lips, and he shall go forth and grow up at place of his stalk. Amen. Inasema mlango wa 4 mstari wa 1, kwa maana angalieni siku ile itakuja inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawatelekeza, asema Bwana wa majeshi, hata aiwachie shida wala tawi. Amen. यहाँ शास्त्र में कहता है Here the word of God says, Sikia neno la Mungu nasema, एक दिन के बारे में कहता है let's talk about one day. na inasema juu ya siku moja, वो दिन कैसा दिन होगा How will be that day? na siku hiyo itakuwa aje? एकदम आग भड़क कर उठकर चलने वाला दिन होगा And it will be a day full of heat that will be coming out. Wakaona itakuwa siku kuu na siku kubwa ya हालेलुया Haleluya. हालेलुया Haleluya. नोह के दिनों में During the time of Noah, Ni kama siku za Nuhu, परमेश्वर एक धरती को पानी से शुद्ध किया and God has cleansed this earth with water. na Mungu aliweza kuangamiza dunia yote kwa maji. नोह से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल And from Noah till Jesus Christ, 2000 years. Na kutoka kwa Nuhu mpaka kwa wakati wa Yesu ni miaka 2000. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अब जीसस से लेकर अभी तक 2000 ईयर And from Jesus till now, it's 2000 years. Na kutoka kwa Yesu mpaka wakati sasa ni miaka 2000. आमेन क्या मलाकी में कहता है आग भड़क चलने के जैसा एक दिन आना And in Malachi, it says there will be a day full of fire that will be like a burn, like a oven. Na katika Malaki anasema hiyo siku ya mwisho kutakuwa siku ya moto ambaye watu wataangamia. आप न्यूज़ चैनल देखेंगे When you open and see the news channels, Na ukitafuta ama ukifanya utafiti katika hiyo mstari, आपको हमेशा वार ये न्यूज़ सुनने में आएगा and you will be listening to the news that is war, and war. na mtasikia katika habari ni vita. रशिया यूक्रेन के साथ में लड़ाई कर रहा है Russia is battling with Ukraine. Tunasikia Russia inapigana na nchi ya Ukraine. और पैलेस्टाइन इजराइल के बीच में लड़ाई चल रहा है There's the war between Philistine and Israel. Na tunasikia vita pia ya Waisraeli na Filisti. आप लेटेस्ट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल And the रहा है latest news is the war between Israel and Iran. Na pia tunasikia vita pia ya Israeli na Iran. आप ये दुनिया के अंदर ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर को देख चुके हैं And already you have seen 2 world wars in this Na earth. katika wakati wote tumeona vita kuu mbili katika ulimwengu. अब समय जो है ये 3rd वर्ल्ड वॉर के लिए दुनिया रेडी हो रही है And the time now is the earth is getting ready for the 3rd world Na war. wakati ambapo tunaenda katika vita ya tatu katika ulimwengu. हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हर एक कंट्री के पास बहुत सारे किस्म के
Tunaona ya kwamba nchi nyingi zimejitayarisha na ama zimejihami na vitu vya vita. हालेलुया Haleluya. हालेलुया हालेलुया। ये दुनिया को नाश करने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। And to destroy this earth, there is no need of a wise person. Na katika ulimwengu huu tunajua hakuna yeyote mwerevu sana. इसको नाश करने के लिए एक बुद्धू की जरूरत है। And to destroy this world, there is only one, a fool is required. Na kumaliza dunia hii kunahitaji mjinga tu mmoja. एक पागल की जरूरत है। A fool or an idiot required. क्योंकि Mjinga tu anahitajika ili dunia imalizike. ऐसे एक रूम के अंदर सारे अटैचमेंट करके रखा हुआ है। And there is an arrangement in a one room. Na kuna mipango katika nyumba moja. वहां पर पागल जाएगा। And when a fool goes there, Na wakati mjinga anapoingia, हाय ये क्या रेड कलर का बटन दिख रहा है? and what is this red color button you can see? na anasema angalia tu, guza tu button moja tu. बोले इसको मैं दबा के देखता हाय बॉय। And you will say that I press this button and see. Nitaguza hii button niweze kuona. देखो तो कोई कंट्री उड़ गया उधर। And we can see that one of the other country has been blasted. Na tunaona ya kwamba nchi moja itamalizwa kwa अगर वो vita. पागल कहता है अरे ये क्या ग्रीन बटन? And that man, the fool that sees this green button, Na mjinga huyu ambaye anaguza hizo ओह वेरी नाइस कलर दबा दिया उसको। and he says very nice color and he presses that na button. anasema oh, vizuri sana, nitaiguza nitaifinya क्या दूसरा हो गया कंट्री? And another country will be na blasted. tumalize nchi nyingine. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालांकि चार एक में बोलता है जलने वाला एक चीज को वो देख रहा है। And he says in Malachi 4th chapter, there is a burning as a oven. Na anasema katika Malaki mlango wa 4 ya kwamba hii moto inawaka kama imetiliwa mafuta. Amen Amen. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दुनिया के अंदर अग्नि गिरने से पहले Before the fire falls on earth, Katika kabla ya moto uanguke katika dunia, परमेश्वर उसके लोगों को ऊपर ले लेगा। and God will take his people to the heaven. Mungu atakuwa amenyakua watakatifu wake. हालेलुया Haleluya. हालेलुया हालेलुया। अग्नि गिरने से पहले परमेश्वर के लोग प्रभु के पास चले जाएंगे। And before the fire falls on the earth, Na kabla- his people will be taken to heaven. Wakati wa moto liangamize dunia hii, Wakristo watakuwa wamechukuliwa kuangaa juu mbinguni. जैसे कि Just like that, Kama hivyo, हालेलुया हालेलुया, लोग और उसके बीवी उसके बच्चे जब तक सोदम गोमोरा से बाहर नहीं आए तब तक आग और गंधक वहां गिरा नहीं। just as Lot and his children and his wife were come out of Sodom and Gomorrah, the fire did not fall on Sodom and Gomorrah. हालेलुया tunapojifunza juu ya Sodomu na Gomora, kabla moto ianguke, Loti waliokolewa kutoka kwa mji. उसी तरह से The same way, Kama hivyo hivyo, हम लोग जब तक प्रभु के पास ऊपर नहीं जाएंगे understanding we go to meet our God, hata Wakristo watainuliwa, watanyakuliwa kwenda kwa Yesu, अग्नि गिरेगा नहीं। fire will fall down. ili moto iangamize dunia hii. Amen. Are you enjoying? Are you enjoying? Are you blessed? Are you blessed? Amen. Hallelujah. 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 Amen. Matthew 3rd chapter. Matthew 3rd chapter. Mathayo mlango wa 3 You read 11th word. We shall read 11th verse. mstari wa 11. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. Nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amen. शास्त्र कहता है The word of God says, Neno anasema मत गिराओ कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। I am giving you baptism
taifa toka. मेरे बाद जो आ रहा है The one who cometh after me, Na yeye aliyekuja nyuma yake Yohana वो मेरे से भी बड़ा है, and he is mightier than I, aliye juu kuliko yeye, उसके पैर की जूतियों को भी मैं उठाने के लिए लायक नहीं है। whose shoes I am not worthy to bear. hata viatu vyake Yohana hakuwa ana uwezo wa वो kuvibeba. पवित्र आत्मा और अग्नि से तुम्हें बपतिस्मा देगा। And he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Na yeye huyo atakuja Yesu atawabatiza kwa moto na Roho. हालेलुया। Haleluya. मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। I'm giving you baptism of water मन Na फिराओ wewe ubatizo wa maji मन फिराओ के लिए। for repentance. uwe kuanza kutubu. लेकिन मेरे बाद एक आ रहा है, But the one who is coming after Na me, yule anakuja nyuma वो yangu, क्या करेगा? what he will do, वो Biblia तुम्हें yafanya आत्मा से भी बपतिस्मा देगा। he will give you, baptize you with the Holy Ghost. atawatia kwa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Haleluya. और वो तुम्हें अग्नि से भी बपतिस्मा And he देगा। shall baptize you with fire Na also. atawabatisha kwa moto. Are you happy? Do you agree? Unafurahia? हालेलुया। Hallelujah. वो तुम्हें आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा And he देगा। shall baptize you with the Holy Ghost and the fire. Na atawabatisha kwa Roho na kwa moto. क्यों वो अग्नि से बपतिस्मा देना चाहता है? Why shall he baptize you with fire? Kwa nini awabatize kwa moto? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया अग्नि से नाश होने वाला है। Because this world is going to be destroyed with Kwa fire. sababu dunia hii itakuwa itamalizwa kwa moto. वो क्यों हमें अग्नि से बपतिस्मा देना चाह रहा है? Why he wants to baptize us with fire? क्यों वो आत्मा से बपतिस्मा देना चाह रहा है? Why he wants to baptize us with Holy Ghost? Ile nataka kutubatiza kwa Roho. हालेलुया। हालेलुया। आमेन। इसलिए वो आत्मा से बपतिस्मा देना चाह रहा है। Therefore he wants to baptize you. Yule ndiye anataka kutubatiza. यूहन्ना 4:24 कहता है, The book of John, verse chapter 4, Katika Yohana mlango wa 4 inasema, परमेश्वर आत्मा है। because God is spirit. kwa sababu Mungu ni Roho. यूहन्ना 4:24 इस रीति से कहता है, And John 4:24 Na says, Yohana 4:24 inasema, परमेश्वर आत्मा है। God is a spirit. Mungu ni Roho. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपको आत्मा से क्यों बपतिस्मा देना चाहता है? And God, why God wants to baptize us with the Holy Ghost? Yule Mungu anataka kutubatiza kwa Roho. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। God himself is spirit. हालेलुया। वो परमेश्वर आपका बनाना चाहता है। That God wants to come in you. Na Mungu anataka kuingia ndani yako. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। क्यों वो आग से बपतिस्मा देना चाहता है? Why he wants to baptize you with water? Yule anabatiza kwa maji. Fire. Fire. Why he wants to baptize you with fire? Kwa yule anataka kutubatiza kwa moto. हालेलुया। Hallelujah. Hebrew Hebrew chapter 12 chapter 12. Mlango wa 19. verse 29. Mstari wa 29. You read it. Unaisoma. Waebrania 10. Amen. For God is a consuming fire. Amen. Waebrania 12. Are you believe that? Mstari wa inasema Mungu ni moto आप विश्वास unaochoma. करते हैं? Do you believe that? Unaamini hivyo? Our God is consuming fire. Mungu wetu ni moto unaochoma. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्यों वो आग से बपतिस्मा देना चाहता है? Why he wants to baptize you with fire? Kwa yule anataka kutubatiza kwa moto. क्योंकि वो खुदा खुद फायर है। God himself is a fire. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni moto. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
of Solomon. na aliweza kuweka katika hekalu. Hallelujah. Hallelujah. Samata. And it was time Wakashwa suya Yesu kemelaya. and that God gave them Jesus. Na ni yeye wakati alikuja akakiwa Hallelujah. 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 Amuweza mehe. It's time Yesu. that Jesus that comes in you, comes in me, anakuja kwetu even of us. na anakuja kwetu That's the reason we are the living witness of Christ. hiyo ndio sababu sisi ni wasimamizi wa Kristo ama Jesus Christ. I am a living testimony for Jesus Christ. mimi ni shuhuda na Yesu Kristo. Shake hand with the nearby neighbor and say, Saidia we mmoja are wako ambaye anasikia. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Now you understood? And why this God is baptizing us with the Holy Ghost and the fire. Na kwa sababu hiyo Mungu anatubatiza kwa moto. Because He has loved us. Kwa sababu anatupenda. Just as God divided the darkness out of the light. Kama vile Mungu alivyotenganisha giza na mwanga. The same way, Na hivyo hivyo for us, kwa sisi God has He has separated from the earth. alituondoa kwa We wengine. are not worldly people. Hallelujah. Hallelujah. You all are not from Kenya. Sisi ambao ni wa Kenya, You are not Kenyans. wewe sio Mkenya. Sisi ni watu wa mbinguni. We are not Kenyans. Asante Mungu. Asante. Asante kwa kuishi. Thank you for such a wonderful message. Asante kwa sababu ya neno mzuri. You have been blessed. Tumebarikiwa. You have come to learn about Tumejifunza the origin